Yes, safari inazidi kusonga mbele msikilizaji, kwa comment za haraka baada ya kuuliza je, unahisi atakuwa ni nani aliyewafuma JC? Wengi mmeandika mnavyoweza, wengine mmetumia nishati ya mbingu na ardhi kutabiri. Ilo wasikilizaji wangu bwana. Kuna mmoja anaitwa Eliza Ekela akasema ya kwamba ila JC ni malaya, yani yupo kwa watu lakini hata haogopi, anakula mzigo tu. Mwingine anaitwa Mariam Hamisi anasema ya kwamba mimi nahisi atakuwa ni mimi ndo kawafuma. Huyu Thoiba Fumu anasema ya kwamba kutokana na nishati yangu ya mbingu na ardhi na tabiri huyo atakuwa ni Ankia. Kwa hiyo msikilizaji, niseme tu ya kwamba wote mlio comment aliyepatia ni mtu mmoja tu. Anaitwa Lois Moze. Lois Moze alicomment akasema ya kwamba ni Mariam ndio alimkuta JC akinyanduana huko nje. Hongera sana Lois Moze. Wewe sasa kweli inaweza nikakutanisha na Hamza na mkajua namna gani sasa mtafanya, au sio? Hongera sana bwana. Kwa hiyo msikilizaji, tunasonga mbele. Tayari jibu ameshatupatia huyu mwanamsikilizaji mwenzetu, mwanafamilia mwenzetu aliye comment ambaye anaitwa Lois Moze. Aliyemkuta hapo JC alikuwa ni binti Mariam. JC alibaki akijiuliza, Mariam amefika hapo saa ngapi? Dakika chache za kutokuangalia upande huu zilikuwa zimetosha kumweka hapo. Na sikuwa na uhakika alikuwa ameona ama kusikia nini. Yaani kujua tu kwamba angeweza kuwa ameona ama kusikia niliokuwa nimetoka kufanya kukanipa hisia mbaya moyoni. Na alikuwa akinitazama usoni kwa umakini kiasi. Lakini nikajitia usabuni tu na kusema ya kwamba, "Mam, mbona umekuja hapa vipi?" Akiwa ananiangalia kwa njia ya kawaida sana, akasema, "Nilikuja kukuita tukale." "Oh, sawa. Umekuja hapa zamani Mbona hujaniita sasa?" Nikajitoa akili kuuliza hivyo. Akaangalia chini huku sasa akianza kufikicha vidole vyake kama vile anaona aibu. "Eti, mbona hujaniita sasa?" Niliogopa." "Unaogopa nini, mam?" Nilikuwa nasubiri umalize kojoa." Alisema hivyo. Sasa aweni ikiwa imeingia ndani yangu kiasi. Nikaambia kwamba sawa, haina shida, usiogope sasa, umesikia? Usiogope wala, umesikia? Akaniangalia usoni kwa macho yenye ugeni fulani hivi. Basi nikamuuliza kwamba kwa hiyo ulikuwa tu unasubiria nimalize kukojoa ndio uniite? Akatikisa kichwa kukubali. "Sawa, nimemaliza, ila usimwambie dada na mama mkubwa kama umekuta na kojoa huko, si ndio? Watanichapa." Nikamwambia hivyo kwa ule ushawishi wa kitoto. Akatikisa kichwa kukubali. Nami nikamshika begani na kumwambia tuelekee ndani ili sasa tukapate chakula. Inaonekana nilikuwa nimeponea chupu, ila sikuwa na uhakika sana ikiwa Mariam angekuwa amesikia ama kuelewa iliyofanyika baina yangu na Dina. Basi ningekuwa nimeingizia akili yake jambo fulani ambalo halikutakiwa kabisa kumuingia kwa wakati huu. Yaani ingemvuruga. Lakini nilitumaini kuwa haikuwa hivyo, maana binti hakuwa muongo. Kwa hiyo tukaenda ndani kujiunga na wengine kwa ajili ya msosi. Ikawa kama vile yani hakuna chochote kilichokuwa kimetokea baina yangu na mwanadada Dina. Kwa hiyo sote kwa pamoja tukapata msosi mtamu kabisa kutoka kwa mpishi maridadi Bibi Miriam. Na wageni walifurahi sana na kumsifu Miriam kwa ubunifu wake katika mapishi. Katika mazungumzo, Bi Zawadi akawa ameniambia kuwa kesho angekwenda tena kule Chamgando kuhudhuria ibada kanisani, na kama nilivyokuwa nimemwaahidi mama mchungaji, basi na mimi ningepaswa kwenda naye, na nilikuwa nimesahau. Lakini baada ya kukumbushwa hivi, nikamwambia tungekwenda pamoja bila shaka. Ndio akawa sasa ameniambia kwamba hata Mariam angekwenda pamoja na sisi kesho. Kulikuwa na kitu kilichoniambia kwamba swala langu na Dina pale nje lilikuwa limechafua hali ya hewa kwa wengine kiasi. Maana nilihisi kama vile Mariam alijua, ila ni kama tena hakujua. Yaani alikuwa ameanza kunitendea kwa njia fulani hivi ya woga hivi. Sio ule woga wa kukuta tu mtu anakojoa nyuma ya nyumba yao. Ikiwa alijua nilichokuwa nimefanya na Dina, basi angeanza kunichukulia kwa mtazamo tofauti kabisa. Na sikujua hiyo ingeathiri vipi ufahamu wake kwa ujumla. So mpaka tunamaliza kula na kurudi kukaa tena masofani, Doris pamoja na Dina wakaendelea kuwa hapo kumalizia matembezi yao kwa story chache zilizohusiana na kitchen party ya mwanamke huyo. Na pia alikuwa ameshaalikwa kuhudhuria birthday party ya Bi Zawadi hapa nyumbani na kukubali kuja pamoja na watu wengine wa familia yake. So niliendelea pia kuwa hapo mpaka mida ya 3:30 hivi. Ndio wageni wakaaga hatimaye.
Tukanyanyuka kwa pamoja ili kuwasindikiza kuelekea nje, na inaonekana Shadia angelala hapa leo. Kwa hiyo baada ya Doris na Dina kuwaaga wote kwa upendo, Miriam, Tesha na mimi tukawatoa nje na kutembea nao mdogo mdogo kuelekea huko barabarani ili sasa wakapande daladala. Basi Tesha alikuwa anajua kuhusu issue yangu na Dina, maana yeye ndiye aliyekuwa mtengeneza mitambo. Lakini ingawa nilitembea kwa ukaribu na wawili hawa, sikuonyesha hulka yoyote ile kumwelekea Dina, ambaye naye alitulia kama vile haikuwa yeye alikuwa amekunywa glucose zangu. Mimi nilipendezwa zaidi kuwasikiliza Miriam na Doris walipokuwa wakizungumza kirafiki sana. Sana sana Miriam, yani alijiachia kiasi. Nikaanza kuona utu wake mwingine uliojaa uchangamfu alipotaniana kidogo na mwenzake, na jinsi alivyofurahi sana ushirika wake. Nilipenda mno, yani kumuona akifurahi mara kwa mara nikimtazama kwa kuibia, ili sasa niendelee kuhisi raha niliyokuwa nahisi kwa kumwangalia tu. Na kikweli mpaka nikajishangaa. Yani nilikuwa tu nimeanza kujihisi kuwa mtu mwingine kabisa pindi zote ambazo ningekuwa karibu na mwanamke huyo. Na ni kitu nilichokuwa najaribu kupotezea sana, lakini hakikuwa mbali na mimi kabisa, hasa kwa pindi kama hili. So tulipowafikisha barabarani na kuwaacha wakivuka kwenda kuchukua usafiri, sisi watatu tukaanza kurudi nyuma. Tukiwa njiani, Tesha akawa sasa akimzungumzia hasa kuhusiana na mechi ya kesho. Sasa Tesha alisema kwamba kaka, nina hamu kubwa kinyama kuitazama hiyo mechi pamoja na nyie wote. Yani naona kama kesho haifiki. Itafika tu bwana, mimi mwenyewe nina hamu kweli kweli. Yani mwanangu, yani tena na hivi Adelina wako anakuja. Bia kama zote mwanangu tukishashinda yani. Najua umejiandaa. Tesha aliniambia hivyo. Nikacheka kidogo kwa pumzi na kutikisa kichwa. Miriam akawa ameuliza kwamba Adelina ndio nani? Ni dada yake na yule Joy. No, sawa. Bibi alisema hivyo. Tesha akamuuliza kwamba ina maana na yeye haumjui? Miriam akatikisa kichwa kubali kwamba hamfahamu. Kwani umeshawahi kumuona? Nikamwambia hivyo Miriam. Akauliza kwamba wapi sasa? Alishawahi kuja kwa Ankia. Siku ile tumacha funguo na Tesha kwa Ankia. Ulipokuja kuzichukua sawa. Yule dada mrefu. Yeah. Okay. Kumbe ndo dada yake na Joy. Yani huyo ndo dada yake na Joy sasa kesho anakuja. Anamuelewaga kweli JC, lakini jamaa hamtaki. Tesha alisema hivyo msikilizaji. Nikamwona Miriam anatabasamu kiasi na kutikisa kichwa chake. Nami nikamsukuma Tesha begani kidogo na kumwambia kwamba acha mambo yako basi wewe. Yule dada ni rafiki yangu tu bwana, mimi sinaga hizo habari kabisa. Niliposema hivyo, Miriam akanitazama usoni kwa ile njia ya kuhukumu huku sasa kitabasamu. Nasi kwa pamoja tukacheka kidogo. Tesha akasema kwamba ila vibe kama lote akija. Na yeye apunguze stress bwana na nini. Si unajua tena? Afu mimi si na wewe si ungekuja tu na sisi kuangalia mechi kesho? Tesha alisema hivyo. Nikamwangalia bibie. Hilo lilikuwa ni wazo zuri. Sasa Miriam akasema kwamba sidhani kama nitakuwa na muda. Mimi kesho si ni Jumapili bwana. Tena mechi ni saa 1 jioni. Sasa kesho Jumapili unaenda wapi kwani? Siwezi kujua nitakuwa wapi. Siwezi kujua na mnaenda kwenye klabu kuangalia mechi, si ndio? Mimi siwezi kwenda huko. Miriam alisema hivyo. Sasa mimi na Tesha tukacheka kidogo. Ni Masai tu hapo Miriam, sio klabu. Itakuwa fresh ukijiunga na sisi. Usikilize falsafa za mpira na nini, si unajua tena. Miriam akanitazama usoni na kutabasamu kiasi. Alikuwa ameelewa upana wa maana ya maneno yangu. Nami pia nikatabasamu kidogo. Sasa Tesha akasema kwamba mimi uje tu na wewe dada unahitaji kutuliza stress Unajua mimi nimemisi sana kipindi kile ulipokuaga unakuja na sisi Masai kunywa kidogo. Unatetemesha macho ya watu nini? Tesha alisema hivyo. Miriam akatabasamu zaidi. Nilipenda sana kumuona namna hiyo. Tesha akasema baada ya huo upuuzi wote wa Joshua, dada unahitaji kutuliza akili na wewe from time to time, au sio? Kesho ndo nafasi nzuri sana dada. Nikaona Miriam akiweka uso wa kuishiwa pozi kiasi. Na najua hilo lilisababishwa na mdogo wake kumsema Joshua. Nikamfinya Tesha mkononi kwa nguvu na akanitazama kimaswali. Na mimi sasa nikamkunjia sura kama kumwambia ameenda mbali mno. Sawa, nitakuja kesho. Miriam akasema hivyo. Sasa mimi na Tesha tukafurahi sana baada ya kusikia hivyo. Ila mimi sinywi bia na kunywa wine, kwa hiyo mjipange.
Tesha akasema, "Oh, ondoa shaka dada. JC yupo na yupo tayari." Basi limkata jicho kali kimasiara. Naye Miriam akatabasamu kwa hisia. Alifanya hisia fulani hivi yani mimi nijihisi furaha sana baada ya yeye kusema angejiunga na sisi siku ya kesho. Na hata Tesha sasa ndo akaniambia kuwa dada yake ni mpenzi wa Yanga kama Ankia, lakini aliachana na ushabiki wa mpira kitambo tu. Hivyo tungehitaji kujua kesho angekuwa upande upi. Akasema ingawa hakufuatilia mpira sana, bado aliipenda Yanga. Kwa hiyo kesho angekuwa mtani na adui yetu sisi wana Simba. Kwa tukawa tumefikishana makwetu hatimaye, nami nikaagana na wawili hawa na kwenda huko kwa Ankia kupumzika nikiwa nahisi furaha sana moyoni. Furaha ambayo ilikuwa inazidi kukua tu kwa kutambua jambo fulani jipya lililokuwa limetokea ndani yangu mimi mwenyewe. Lakini bado uhakika wa Ankia ningetakiwa kuendelea kuifurahia hiyo furaha ambayo sikuwa nayo. So nikatumia muda mfupi tu kupeana ushirika na Ankia, kisha ndo nikaelekea kulala. Jumapili ikakucha bwana, nilijitahidi kuamka mapema, hasa kwa kuwa nilijitahidi kulala mapema pia. Na baada ya kumaliza usafi wa mwili, nikatia viwalo vya ukweli. Nilipendeza, t-shirt jeupe la mikono mirefu na suruali nyeusi ya jeans, saa yangu kali mkononi pamoja na kiatu changu cheupe miguuni. Nami nikakaribishwa chai kavu ya mapema tu na mwenye nyumba wangu ambaye kama kawaida yake alikuwa ameshaamka na kuanza kuandaa mambo. So nilibidi ninywe kavu tu kwa sababu hakukuwa na kitafuno. Na hata alipotaka kunifatia mkate nikamwambia asiwaze. Hii ikiwa ni 2:30 asubuhi, nikachukua simu yangu baada ya kumaliza kupasha tumbo ili sasa niende kuwapitia wakina Bi Zawadi, na sikukuta simu wala jumbe yoyote kutoka kwa Madam Betha. Ikionekana bado kanuna. Hivyo nikamrushia SMS fupi ya salamu nikimwambia nimemisi. Waliokuwa wananitafuta tayari asubuhi hii ilikuwa ni ambao walikuwa wamenitafuta asubuhi hii ilikuwa ni yule Kevin, kuna Dina, kuna Bi Zawadi pamoja na Soraya. Na Soraya nilikuwa nimemtenga sana ila hata sasa hivi nikaamua tu kuachana na hao wengine na kumpigia Bi Zawadi kumwambia ninakuja sasa hivi, kisha ndo nikamwaga Ankia na kuondoka hapo. Kabla sijalifikia geti, Adalina akawa amenipigia. Nami nikatabasamu kiasi na kupokea. Alianza kwa salamu na kusema sasa hivi alikuwa anaenda ibadani. Nami nikamwambia vile vile na mimi pia nilikuwa naelekea kwenye ibada. Akagusia kuhusu swala la kuja huku baadaye kwa ajili ya kujiunga na sisi, akisema sana jioni. Nami nikamwambia angetukuta tunamsubiri kwa hamu. Kisha tukaagana vizuri kwa utani kidogo. Nilipofika getini kwa majirani zetu, nikakuta bado kimlango cha geti kikiwa kimefungwa kwa ndani. Kwa hiyo nikagonga na kusubiri. Aliyekuja kunifungulia alikuwa ni Tesha, na muonekano wake uliniambia kwamba yeye pia alitaka kutoka. Alivaa vizuri sana na kiatu mguuni kilimpendeza, nami nikauliza ikiwa na yeye angekwenda kanisani ama alikuwa amejiandaa ili aende kwa Happy huko Tandika. Ndio akaniambia kwamba wote tulikuwa tunaenda kanisani leo. Ukitoa tu Bi Jamila na Shadia, kuanzia mimi, yeye, Tesha, Mariam, Bi Zawadi pamoja na Miriam tungekwenda huko kanisani. Ilikuwa ni jambo zuri sana kuwaza kuwa ningepata nafasi zaidi ya kuwa karibu na Miriam kwa leo. Basi tu nilipenda tu. Nikamwambia jamaa hiyo ilikuwa ni poa sana na ilieleweka kwa nini Bi Jamila angebaki pamoja na Shadi ambaye angemsaidia kwa mambo ya hapa na pale mpaka wakati ambao tungerejea. Walikuwa wameshakunywa chai tayari, Tesha akaniambia kwamba Miriam alikuwa ameshashughulika na mambo mengi upesi sana kwa asubuhi hii mpaka wote kukamilisha maandalizi. Kwa hiyo nilikuwa nikisubiriwa mimi tu ili twende. Na kweli kabla hata sijaenda ndani, binti Mariamu akawa ametoka, akipendeza kwa kuvalia gauni refu jekundu na kilemba kichwani kama mwanamke Nasi tukasalimiana vizuri na yale ya jana kuonekana kuwa yamesahaulika kwake. Sasa wakafuata wengine pia. Bi Zawadi akipendeza kwa gauni la kitenge lenye rangi mchanganyiko za mimea, na Bibi Miriam akiwa sasa amevaa gauni refu la samawati lililokuwa laini na lenye mtindo wa kufunika bega moja na lingine wazi. Aliziachia nywele zake laini mpaka mgongoni, akiwa amezilainisha zaidi kwa mafuta. Nadhani alikuwa ametumia mafuta. Nami sasa nikajikuta nimebaki kumtazama tu kwa upendezi wa hali ya juu mno. Miriam alikuwa mrembo jamani. Halafu wala ni kama hata alikuwa hana habari na hilo. Unajua kuna watu ni warembo alafu hawana habari kwamba wao ni warembo. They don't care. So
kukamata mpaka hisia za mwanaume hatari kama Festo. Sidhani ikiwa huyu mwanamke alielewa ama kujali namna gani alivyokuwa na mvuto mkubwa sana wa kumfanya amiliki ama kuwa katika sehemu za gharama ya hali ya juu. Yaani alikuwa wa gharama, lakini alipenda kwa simple. Familia yake kwanza, na hilo ndio lilomuongezea mvuto, si kwenye urembo wa sura yake tu bali na utu wake pia. Alijali familia yake kwanza. Yaani wewe ukienda pale na ukitaka kumtongoza mimi sijui muda wote sijui nimpe kipaumbele chake wakati ni familia yake. Kwa hiyo mimi nikasitisha kumwazia sana huyu bibie baada ya Shadia kututaka tupige picha za pamoja kwanza kabla ya kuondoka. Na Miriam alikuwa hataki, lakini Mariamu akamlazimisha. Tukapiga picha kwa pamoja usawa wa gari la bibie, na ndio lingetumiwa kutupeleka mpaka Chamgando. Hivyo tulipomaliza tukapanda na Miriam akaliondoa hapo. Nikawa sasa nimeketi siti za nyuma pamoja na Tesha na Mariam, tukipiga story tu na Bizadi aliyekuwa ameketi mbele na bibie Miriam, na safari ya kwenda kanisani ikaendelea. Siku ya leo ilionekana kuelekea pazuri mno. Nilihisi hivyo. Matarajio mengi niliyokuwa nayo baada ya mikasa yote mibaya pembeni kuisha yalikuwa niwe na pindi zenye kuburudisha na kujenga kama hii tu ya sasa, na kwenda kumwomba Mungu abarikie hilo kwa leo ndio ingekuwa jambo kuu. Basi tukawa tumefika huko Chamgando kwenye mida ya saa 4 hivi, tukiwa sasa tumekawizwa kiasi barabarani kutokana na msongamano wa dakika kadhaa nini. Tulifika kanisani na kukuta mchungaji akiwa ameshaanza maombi yake, ibada ile ya kutoa hotuba yani. Na yani ujio wetu tu hapo ulifanya wadau watutazame mno kutokana na kuonekana kuwa kama familia moja ya wanajamii wa hali ya juu. Watu walikuwa wengi kiasi kwa hii Jumapili, tofauti na ile Alhamisi nilipokuja hapa na Bizadi. Na mama huyu alikuwa na furaha sana sisi wote kuwa pamoja naye sehemu hiyo. Tukaachiwa nafasi za kukaa, mimi nikiwa katikati ya Bizawadi na Mariam, kisha Miriam na Tesha pembeni zaidi. Naye mchungaji akaona akatisha hotuba yake kwa ufupi ili kutupa nafasi ya kujitambulisha kwa waabudu wengine. Najua wengi walikuwa na hamu ya kutusikia wageni tukijitambulisha, na kwa sababu nilijua Mariamu angehisi uzito kiasi wa kujua ya kusema, nikaona nisimame kwanza sasa nikimshika mkono. Kwa hiyo na yeye akasimama pamoja nami. Nikasema jina langu, mahali tunakoishi pamoja na huyu mdogo wangu, na shukrani kwa mchungaji kutukaribisha hapa kwa ajili ya ibada. Nao waumini wakanipigia makofi kwa shangwe. Nikamnongoneza Mariamu kuwa aseme jina lake, naye akajitahidi kusema ninaitwa Mariamu. Alisema hivyo kwa sauti iliyosikika vyema, na Tesha akaanzisha kupiga makofi aliyofanya wengine pia wajiunge naye. Sasa tukakaa huku sasa nikimwekea Mariamu kiganja changu karibu naye kwa chini, naye akaweka chake kwangu huku sasa akitikisa vidole na kunionyesha ishara kwa mdomo wake kwamba brup, kitu ambacho kikafanya nitabasamu kwa furaha. Wengine pia wakafuata kujitambulisha. Nafikiri sauti ya Miriam alipokuwa akiongea ikawafanya waumini wa hapa wajiulize ikiwa alikuwa anashindia mayai mabichi ya kienyeji kila siku ama. Na baada ya hapo ibada ikaendelea. Ilikuwa ni kusikiliza hotuba tu, kutoa sadaka, kufanywa maombi ya hapa na pale, na sisi pia tulinyanyuka kwenda kuombewa. Kwa kuwa sakafu lilikuwa ni la michanga, waliweka mikeka chini kwa wale ambao wangelala kabisa. Lakini mimi na Tesha tukakaza. Hakuna kwenda chini yani. Vile ambavyo wachungaji husukuma kichwa taratibu sasa wakiombea mtu, ilifanya Mariam, Bizawadi na hata Miriam waelekee chini. Kwa hiyo mimi na Tesha tukasaidia kuhakikisha tu hawaanguki ama kuchafua nguo zao. I say bwana, kuna wadada wawili ndugu yangu yani, baada ya sisi sasa kwa tumerudi kukaa, waliokuwa sasa wamepagawa na mapepo walipiga kelele huku sasa wakiwa wamelala chini na kugagaa. Mchungaji alipokuwa sasa pale anashusha zile kule fire, toka katika jina la Yesu, toka. Mariam sasa mpaka akawa anaogopa na kunishikilia kwa nguvu mkononi, kwa sababu mmoja wao alikuwa akija upande wangu. Yaani ni kama vile pepo sasa lilikuwa linataka kumtoka alafu liingie kwangu sijui. Basi nikageuka kumwangalia Tesha na kukuta amenikazia macho sasa akibana tabasamu. Nami sasa nikashindwa kujizuia na kutazama pembeni sasa nikijitahidi kubana kicheko kilichokuwa karibu kunipasukia mbele za watu wote. Ilikuwa ni ngumu kufocus, ila nikajitahidi kujidhibiti. Akili zetu hizi zilijuana zenyewe tu. Basi bwana, ibada ikaendelea mpaka kufikia mida ya saa 7:30 hivi, ndio ikawa imefikia hitimisho. Na tulilazimika kutoa sadaka kwa mara ya pili ili kuchangia maendeleo ya kanisa. Kisha ndio sote tukatoka hapo ndani na kuelekea nje.
Baadhi ya waumini walitusalimu kwa heshima sana na wengine wakionekana kutuogopa sijui, nasi tukawa tumeletewa viti na kuambiwa tukakae kivulini ili kumsubiri mchungaji na mama mchungaji kwa ajili ya maongezi machache. So tukaletewa na soda kabisa. Baada ya kukaa nasi tukaendelea kusubiri, huku sasa tukipiga story pamoja na Bi Zawadi hapo kuhusu jinsi gani tulijisikia baada ya ibada kuisha. Alianza kuja ilikuwa ni mama mchungaji. Naye akaketi pamoja nasi baada ya kutusalimia vizuri sana na kuanza kujuana na wengine tuliokuja nao leo mmoja baada ya mwingine. Mchungaji bado alikuwa akihudumia watu fulani hivi kule ndani, kwa hiyo naye angekuja baada ya muda mfupi. Basi mama mchungaji akaongea na Tesha, akajaribu pia kumsemesha Mariam na kumwambia kuhusu changamoto zake. Alikuwa amemtia moyo Tesha kwamba angekuja kupata kazi nzuri sana na kuoa mapema mno. Yaani ndoa. Na alimwambia Mariam kwamba ndani ya kipindi kifupi tu kila jambo baya ambalo limewahi kumpata lingebaki kuwa historia ambayo hakuna mtu angekuja kuikumbukia, kwa sababu na yeye angefika sehemu nzuri sana maishani. Akaongea na Miriam pia. Kama kawaida ya mwanamke huyu, hakusema mengi sana zaidi tu ya yeye kuwa nani na upendo wake kwa familia yake yote. Lakini inaonekana mama mchungaji na maono yake alikuwa ameshaona vitu vingi. Miriam alifanya ionekane kwamba alikuwa poa kabisa. Lakini mama mchungaji akasema kitu ambacho kilizunguka mno hata kichwani kwangu. Alimwambia kwamba una nguvu na moyo mzuri sana binti yangu, lakini bado kuna sehemu ndani ya hatima ya maisha yako imefichwa ndani sana ya gamba gumu kama la kobe, na wewe unaogopa kwamba ikitoka nje utaumia. Kwa Mungu hakuna kuogopa, na ninaona Mwenyezi Mungu akikuandalia njia itakayokusaidia ili uwe huru zaidi. Hatima hiyo isijifiche tena. Wewe uko sawa kabisa Miriam, hauna tatizo la kimwili au kiroho, lakini hakuna mwanadamu aliye kamili kwa kila jambo. Ndio maana tumeumbwa wawili ili kuweza kusaidiana, kukamilishiana yale mambo ambayo hatuwezi kukamilisha sisi kama sisi. Mungu amekuandalia njia iliyo kama zawadi ya kukamilishia, na hatima hiyo ufunguliwa. Amini kwamba utaipata na maisha yako yatajaa amani na furaha ukishaitambua zawadi hiyo kutoka kwake. Basi baada ya maneno hayo yaliokuwa yamejaa fumbo fulani hivi, Miriam akasema tu ya kwamba amen. Vile vile na Bi Zawadi. Halafu mama mchungaji akatabasamu kiasi na kunitazama machoni kwa makini. Mimi pia nilikuwa namwangalia na sijui ni kwa nini tu, lakini ni kama vile alikuwa akijaribu kuwasilisha kitu fulani hivi kwangu ambacho sikuelewa. Nami nikamtazama Miriam kwa utafakari. Sijui maneno ya huyo mama yalihusisha na mimi, I don't know. Sielewi, sijui alinijumuisha na mimi. Nijikuta nikitaka kuhusika yani. Maana aliongea kama mganga hivi au mtabiri fulani hivi au nabii fulani hivi, na kiukweli mimi sikuaga mtu wa kuamini sana hivi vitu, lakini kwa wakati huu vilinisisimua sana. Mawazo mengi yalikuwa yanapita akilini, mengi mno. Bila matarajio yote kabisa, simu yangu ikaanza kuita, na baada ya kutazama aliyekuwa akipiga nikakuta ni Festo. Sasa kanibidi ninyanyuke na kwenda pembeni kwanza. Nilipoona nimekaa pembeni nao nikapokea simu. Jamaa aliongea kifupi tu akisema amepata nafasi ya kukutana na mimi na alitaka niende kule kwake walikonipeleka watu wake kipindi kile, ndio tungekutana huko. Sasa sikujua ikiwa ningepakumbuka vizuri, lakini nilijua ilikuwa ni huko Kawe. Hivyo nikamwambia kwamba sawa ninakuja. Akasema isipite saa 10 jioni sijafika huko, maana alikuwa na ratiba zingine. Kisha akakata simu. Sasa hapa ningehitaji kuwakimbia hawa marafiki zangu, maana tayari ilikuwa ni saa 8. Na kutoka huko mpaka huko Kawe ingekuwa ni mwendo mrefu mno. Lakini nikawafuata tu wote na kuambia kuwa kuna dharura ilikuwa imetokea na nilihitajika mahali fulani mara moja. Kwa hiyo ningetangulia kuondoka. Bi Zawadi alionelea yani ingekuwa vizuri kumsubiria mchungaji kwanza. Lakini nilipomwangalia Miriam usoni kwa njia ya kumaanisha jambo fulani, nafikiri akaelewa ni mambo yaliyohusiana na issue yangu na maskari. Kwa hiyo bibie akanisaidia kwa kumwambia tu mama mkubwa wake kwamba inaonekana ni dharura ya wagonjwa na nini, hivyo ningetakiwa kuwahi ili kuokoa uhai. Bi Zawadi aliporidhia, nikawaaga wote vizuri na kuomba samahani kwa mama mchungaji kwa sababu ya kutakiwa kukimbia kwa mara nyingine tena leo. Naye akasema haikuwa na shida. Tesha akanikumbusha kutokuchelewa sana ili jioni wasinikose kwenye kujumuika pamoja. Nami nikakubali na kutimka upesi. Yaani ilikuwa ni kutimka upesi kweli kweli. Tena kwenda kwa mtu niliyemuona kuwa adui.
Ilinibidi nipande bodaboda kutokea Chamgando mpaka barabara kuu. Kisha nikapanda tena bodaboda mpaka Mbagala. Kutokea Mbagala tena nikapanda bodaboda kwa kumlipa jamaa 10,000 anikimbize mpaka Kawe, na nikafanikiwa kufika huko ikiwa sasa imeingia saa 9 alasiri. Nikamwongezea kiasi kingine ili anisogeze maeneo ya ndani zaidi, nikijitahidi kukumbuka njia ya kupita, na hatimaye nikafanikiwa kuiona nyumba ya Festo kwa umbali mfupi. Yote ni kwa sababu ya ukubwa na ugorofa wake. Nikamwambia boda asimame tu, nikashuka. Kisha akarudi alikokuwa ametoka. Nilitaka kuhakikisha hakuna ufuatiliwaji na yeyote ule mpaka huko. Kwa hiyo nikatembea taratibu na kwa uangalifu kuelekea upande wa nyumba hiyo. Sasa nimefika nje ya geti, na nyumba ilionekana kuwa kubwa na nzuri zaidi ya mara ya kwanza kabisa nilipoletwa hapo. Nikampigia simu Festo kumjulisha kwamba nilikuwa getini, naye akasema sawa na kukata simu. Mazingira ya eneo hilo yalikuwa na miti na barabara nzuri sana tu ya lami, kukiwa na majengo mengine mazuri, lakini si kwa umaridadi wa hali ya juu kama hii, na hakukuonekana kuwa na wapita njia wengi. Zaidi ni magari tu ndio yaliyofanya mizunguko mara moja moja. Sekunde chache baada ya Festo kata simu, geti la hapo nje likafunguliwa na yule mlinzi wa siku ile. Nami nikaingia taratibu, huku sasa nikisikia kelele za mibweko ya mbwa kutokea sehemu aliyokuwa amefungiwa, na magari manne ya kifahari yakipumzika maegeshoni. Mlinzi akaniambia niende tu mpaka huko ndani, nami nikatii. Basi mdogo tu, nikiwa nakumbuka vizuri pa kwenda hadi kuifikia sebule ile maridadi ya jamaa, nami nikaa nimeifikia. Halafu milango ya kuingilia hapo ilikuwa inafunguka kama vile milango ya lifti ifanyavyo, na muundo ulikuwa wa aina hiyo kabisa, yaani muundo wa chuma. Kwa hiyo nikabonyeza kitufe cha kengele na kusubiri, halafu milango hiyo ikafunguka, kisha ndio nikapenya ndani. Muonekano mzuri wa sebule pana ya hapa bado ulikuwa vile kabisa, isipokuwa wakati huu nikakuta kitu kimoja tu ndio kimebadilika. Yule mpishi aliyekaa sehemu ya jikoni. Nilimkumbuka vizuri mpishi yule niliyemkuta kipindi kile, Chef Saidi, ambaye hadi tulipeana namba za mawasiliano, na kuna nyakati ndani ya huo mwezi mmoja tulikuwa tumewasiliana kupeana salamu na nini, lakini wakati huu haikuwa yeye niliyemkuta hapo. Wakati alikuwepo jamaa mwingine mweupe tu hivi mwenye muonekano usiotoa ujumbe wowote kwamba alikuwa mpishi wa kawaida tu. Yaani alijazia. Jinsi ambavyo aliniangalia ilikuwa ni kama vile ana njaa kutaka kunichinja. Na alikuwa ameshikilia visu viwili akivinoanoa tayari kukatakata nyama iliyokuwa kwenye ubao mdogo juu ya sinki. Nikashindwa hata kumsalimia na kusimama tu kwa utulivu, huku sasa nikimtazama kwa makini. Na yeye akinikazia macho yake tu kikatili fulani hivi. Basi nikasikia nimeitwa, nikageuka baada ya kusikia sauti ya Festo akiniita na kumuona akiwa sasa anashuka kutoka juu ya ngazi zilizoelekea gorofani. Mwamba alikuwa amevalia kwa njia iliyoonyesha kuwa alitoka kupiga tizi, labda kwenye gym ndogo hapa kwake iliyokuwa huko juu, kwa sababu alikuwa ametia nguo za mazoezi mwilini zilizolowana kiasi na zilizokuwa na rangi ya kijivu. Alikuwa pia amevaa gloves mikononi na alishuka ngazi huku sasa akizivua na kufungua bandage zilizofungwa viganjani. Basi nami nikamuita kwa jina lake kama kurudisha vile ambavyo ameniita, yani ile kwamba okay, nimekuona, tumeonana. Nilimuita kwa Festus, lakini yeye akasema kwamba niite tu Festo. Festus ina sound kama mtu fulani hivi ambaye simpendi. Alisema hivyo kiutani. Mimi nikatabasamu kiasi na kumwambia kwamba basi inawezekana hauko peke yako. Akatabasamu kiasi pia na kunifikia. Naye akanipiga ngumi kidogo begani kwa njia ya kirafiki na kunipita, akielekea kule kwa mpishi. Nikaendelea kumwangalia tu mpaka huyo mpishi alipompatia chupa ndogo ya maji kutoka kwenye friji, naye Festo akaanza kunywa. Sasa alipotosheka, akaishusha na kusema kwamba unajua kukariri maeneo ya seni, nilifikiri ungepotea. Niko makini sana na kila kitu kinachonizunguka. Nilimwambia hivyo, akaniangalia na kusema kwamba ni vizuri. Okay, hongera kwa kujaribu. Lakini pia unajitahidi, kazi zako zote na Betha mpaka sasa. Naweza nikasema ni very impressive. Asante sana. Na ina suppose kilichokuleta hapa ni ili uongelee issue inayo mconcern mwanamke wako, si ndio? Ni vitu vingi, ila make it quick friend. Nataka kubounce. Basi Jamali nikatisha kwa kusema hivyo. Baada ya kusema hivyo nikamuuliza kwamba kuna sehemu naenda. Akasema ya, kwa hiyo niambie bwana, unahitaji nini ambacho usingeweza kukisema kwenye simu mpaka tuonane. Aliuliza hivyo huku sasa akianza kunywa maji tena.
nilifikiria maneno ambayo uliniambia siku ile na nataka unisaidie. Maneno gani? Uliniambia nikiwa kwenye hili game sitakiwi kuwa mtu yani vulnerable. Natakiwa niwe na means, njia yani za kujilinda ili nisiwe mtu rahisi kurukiwa yani. Na hiyo ni baada ya mwezi mzima kupita. Nini kimekupatia motisha ya kutaka kuwa hiyo means? Game lenyewe tu. Unajua Festo, huwezi kuwa mwangalifu siku zote. No. Mimi nataka uniambie, yani niambie ikiwa unahisi kuna mtu au watu wanataka kukurukia. Asiwezi kusema ni mtu fulani kwa uhakika, ila ndo point yenyewe. Kutokujua tu ni nani anaweza akanirukia ni sababu tosha kujua kwamba naweza nikarukiwa na yeyote. That's why nahitaji kujilinda mimi mwenyewe badala ya kutegemea Betha ndo akulinde. Si ndio unamaanisha hivyo? Yeah. Okay, ikiwa unataka hiyo means kutoka kwangu moja kwa moja, inamaanisha Betha hajui kwamba uko hapa, si ndio? Na kwa sababu fulani hautaki ajue, si ndio? Nilibaki nikimtazama usoni tu kwa umakini. Jamaa akasema kwamba napata hisia kwamba kuna kitu fulani hivyo unanificha JC. Na unajua, huwa sipendi kufichwa vitu ama vitu kufanywa nyuma ya mgongo wangu na watu ambao ni wangu. So kama kuna chochote unajua, napaswa kujua. Ila unaofia kuniambia. Ni bora tu useme sasa hivi. La sivyo mimi nikijua mwenyewe haitakuwa nzuri kwako mbeleni. Aliniambia hivyo. Basi mimi nikatulia kidogo, kisha nikamwambia kwamba no, hakuna kitu chochote kikubwa namna hiyo. Nataka tu kujilinda, yani mimi kama mimi basi. Jamaa akiwa amenikazia macho akauliza kwamba are you sure? Nikasema yes, I'm sure. Akasema okay, so unataka nikupe piece moja, si ndio? Nilitikisa kichwa kubali. Akauliza kwamba utaweza kutumia? Nikatikisa kichwa tena kukubali. Akaangalia pembeni kiufupi na kusema ya kwamba save. Yule mpishi akaitika akasema boss. Yule jamaa Festo akasema ya kwamba hebu niletee Taurus moja hapo 9mm. Festo alisema hivyo. Nikamwangalia huyo mpishi alipotoka sehemu ya jikoni na kuja upande wetu huku sasa akiniangalia kwa macho makini sana. Naye akatupita na kuelekea upande wa vyumba vingine huko mbele. Sio gorofani yani. Sasa Festo akuuliza kwamba bado uko Mbagala? Yeah, kwani haujui hilo? Najua. Oh, unamaanisha pale kwa Miriam? Yeah, vipi anaendeleaje? Yuko poa. Si bado mnawasiliana? Niliamua kumchimba hivyo. Akavuta pumzi na kuangalia pembeni. Naye akasema kwamba bado JC, bado ananigomea, yani nafanya mengi ila sasa anasukuma mbali. Yani sijui hata kwa nini. Labda unaweza ukakuta na mtu wake. Mbona ungekuwa umeshasikia msiba? Jamani niambia hivyo kwa hisia kali. Nikashindwa kujizuia kucheka kidogo kwa pumzi. Nami nikajidhibiti zaidi na kusema kwamba kwa hiyo una uhakika hana mtu? Basi komaa tu. Unajua nini? Kabla Festo hajamaliza kuongea, mpishi ambaye anaitwa Xav akawa sasa amerejea na kutufikia karibu. Naye akampatia Festo bastola yenye muonekano mpya wa chuma yenye rangi ya shaba kwa juu na nyeusi kwenye kishikio na kisha kuondoka. Kitu chenyewe yani chuma kikiwa kifupi kiasi kutoshia vizuri kuficha kiunoni ama mfukoni mwa suruali kabisa. Na Festo akainyanyua hewani akielekeza juu, huku sasa akinitazama kwa utulivu. Festo akasema kwamba subira huwa ni kitu muhimu maishani. Sio wote wenye vitu kama vyangu wanavipata baada ya kuzaliwa tu. Wengine tunahangaika mno mpaka kufika tunapofika. Ndoto zetu kutimizwa nini? Iwe unataka kujilinda au kupata pesa au kupata gari au kufika sehemu fulani na kitu chochote unachokipenda, unahitaji subira na kutime vizuri mambo yote ili sasa ufanikiwe kutimiza ndoto yako. Na isije hiyo ndoto ikakuponyoka. Aliniambia hivyo. Sasa nikiwa tu namtazama kwa makini nikamwambia kwamba na hiyo inamaanisha kwa mtu ninayempenda pia Betha na wewe Miriam vile vile, si ndio? Jamaa akasema kwamba kama ni msemo ninaopenda zaidi maishani mwangu ni kwamba maamuzi magumu siku zote huwa yanatuhitaji tuwe na nia zenye nguvu sana ili kuyachukua. Na ukiyafanya ukafanikiwa kupata unachotaka, hautakuwa mtu wa kupoteza lolote. Never. Basi aliniambia hivyo sasa akinikabidhi bastola kiganjani. Nikaipokea bastola hiyo na kuishikilia kwa uangalifu. Nikiwa sasa natafakari maneno yake, kwa njia fulani hivi niliona kwamba alikuwa akizungumzia jambo lingine kabisa, jambo fulani zito. Na ilipofika kwenye swala la maamuzi,
alikuwa sahihi. Ni kama vile tu ambavyo mimi nilikuwa nimeamua kuchukua uamuzi huu wa kuwa daktari mtembea na bastola kuanzia sasa. Kitu ambacho sikuwahi kudhani kabisa kwamba kingekuja kuingia akilini. Maisha yangu yalikuwa yananibadilisha kwa kasi sana. Ndani ya kipindi kifupi tu, yani nilikuwa nimejikuta ndani ya mambo mengi yenye kutatanisha. Lakini haya ndio yalikuwa maamuzi magumu kweli, yaliyoonyesha nina nia yenye nguvu ya kuyachukua. Kwamba hata kama ingehitajika kuua, basi nilikuwa ndio najiandaa kwa ajili ya hilo. Halo? Sio mchezo nakwambia. Nikiwa nimeshikilia bastola hiyo kwa viganja vyangu, Festo akauliza kwamba ushawahi kutumia hii kitu JC? Najua alikuwa anataka kuhakikisha ikiwa naelewa kile ambacho nilikuwa nimejiingiza kufanya. Nami nikamwambia kwamba sijawahi kutumia kuumiza mtu, ila najua kutumia. Jamaa akasema kwamba wewe ni daktari my boy. Umeundwa kutibu majeraha, sio kuyasababisha. Ikitokea ukahitaji kuitumia kuumiza mtu, vipi utaweza? Nilimwangalia usoni kwa makini, nami nikaikoki bastola hiyo kwa maksudi, kisha nikasema kwamba 100%. Jamaa akachia tabasamu la pembeni na kisha kusema kwamba uwe makini sana, usije kuitumia kifala kabisa. Chuma zangu zote sio traceable. Kwa hiyo ikitokea ukatia mtu yote risasi, la muhimu ni wewe kutogundulika. Ukigundulika hata kwa kutembea nayo tu ndio imekula kwako. So, do you understand? Nikamwambia kwanza nimwangalie usoni kwa umakini kiasi. Nami nikamwambia kwamba ndio naelewa, asante sana. Pistol nzuri sana. Unanisaidia, yani unanipa, yani sijata nisemeje, lakini ni kama unataka kuhakikisha niko kia sana. So mimi nakushukuru sana. Jamaa akasema kwamba usijali, don't get it twisted. Mimi sio rafiki yako, nakupa hii kwa sababu tu umeniomba. Ungemwomba hata Betha, lakini umeona uje kwangu ili asijue, si ndio? Aliniambia hivyo. Nikaangalia chini na kusema kwamba sorry, na tumaini tu itabaki kuwa hivyo, lakini Betha kutokujuani. Akasema kwamba unajua group langu lote nimeligawanyishia himaya zao hapa jijini mpaka mikoani, na Betha ndio mwenye territory kubwa, and thanks to you ananipa faida kubwa mno kwa sababu umeifanya biashara yake imekuwa zaidi. So that means wewe ni muhimu. Kwa hiyo hatutataka lolote likuhatarishe. And to be honest, najua kuna watu wanaweza wakataka kukumaliza, ila ndo sijui sasa wa kumnyoshia kidole kwa hakika. Sipendi kusingizia. Ikiwa unahisi kuna shida ndani ya network yangu, mimi mwenyewe tu wewe niambie. Yani singependa uje uchukue maamuzi mabaya kwa mikono yako bila utambuzi wangu. Ndio maana nakwambia kama kuna shida sehemu iseme tu. Ukifikiri utaweza kuhandle kila kitu peke yako kwa sababu una kipisi mkononi, then bado hujaelewa jinsi hili game linavyofanya kazi, mdogo wangu. So sikwambii hayo yote kwa sababu nakujali, ila ni kwa sababu tu sitaki kazi zangu zichafuke. Nina nguvu yote ya kukusaidia ukitaka. Ila usipotaka hilo, halafu mambo yangu yakaribika, ujue kwamba mimi ndio nitakuharibu wewe. Umenipata? Jamaa alikuwa anaongea kwa ile njia ya kutikisa yani. Nami nikatikisa kichwa kweli kweli kuonyesha kwamba nimeelewa. Akaniambia kwamba haya nenda. Ikiwa ni hayo tu, basi unaweza kaenda. Basi nikaichomeka bastola mbele ya kiuno changu na kusema ya kwamba sawa, asante. Lakini sijui sana shifti za hapa, ila utamfikishia salamu zangu Saidi. Saidi ndio nani? Festa akauliza hivyo. Nilikuwa nimeshaanza kuondoka, lakini nikasimama kwanza na kusema ya kwamba Saidi yule chef mwingine yule, nilikuwa namaanisha ni akija kwenye shift yake labda. Festo akatabasamu kiasi na kumwangalia yule mpishi wake kule jikoni ambaye alikuwa anakatakata nyama kwa sasa, ananitazama kwa makini. Au aliacha kazi? Nilimuuliza hivyo Festo. Festo akaanza kuelekea kule ngazini huku akisema ya kwamba hakuna mtu anaitwa Saidi amewahi kufika hapa, utakuwa umekosea. Msikilizaji, nikabaki nikimtazama jamaa mpaka sasa alipokuwa ameanza kuzipanda ngazi. Nami nikamgeukia yule mpishi Xavier yule pale jikoni ambaye akafanya kuninyoshea kisu kuelekea mlango kwamba niondoke. Maneno ya Festo yalikuwa yameniingia akilini na alikuwa yameingizia akili yangu taarifa fulani ambayo haikuwa nzuri hata kidogo. Na kikweli nilihitaji kuthibitisha kama nilichofikiria alikimaanisha ndio kile alichokuwa amemaanisha. Nikajaribu kumpigia Chef Saidi mara 3 lakini simu yake ikawa haipatikani. Nikaendelea tu kwenda mpaka nje, na wakati nikielekea getini na mlinzi nikawaza labda nichimbe kitu kutoka kwake.
Nikajisemesha kwamba aisee, nyumba nzuri kweli kweli bro. Sisi tunatamani tu hivi vitu wenzetu ndo wanavipata aisee. Mlinzi akiwa sasa anafungua geti akasema kwamba ndo maisha, ila na wewe si ni mvulana wa bosi. Ndo nimeanza. Mara ya kwanza niletwa nimefungwa macho kabisa. Nilimwambia hivyo. Akatabasamu kiasi na kusema kwamba yeye anakumbuka, mtu mkubwa ana mambo makubwa, ndio hayo sasa. Shukuru tu haukufa. Nikajichekesha kidogo na kutoka sehemu hiyo ya getini. Nami nikamuuliza kwamba alafu hivi unamkumbuka ule mpishi mwingine niliyemkutaga hapa? Nani? Maana wako wanabadilishana, au unamwongelea Saidi? Saidi sijamkuta ile inaonekana hajakuepo hapa muda. Vipi, aliacha kazi? Nimuuliza hivyo. Akageuka kuangalia upande wa nyumba hiyo, kisha kanaangalia tena na kutoa ishara kwa ganja chake, yaani akikipitisha mara moja usawa wa shingo yake, huku akinitazama kwa makini. Nikiwa nimeelewa alichomaanisha, nikaingiwa na hisia mbaya sana. Nami nikamuuliza kwamba ilikuwaje? Jamaa akasema kwamba sijui, inaonekana alimdisi bosi akapotea. Alisema hivyo. Nikaangalia chini kwa huzuni kiasi. Akaanza kufungua geti huku sasa akiniambia kwamba jitahidi usivuke mistari usiopaswa kuvuka mdogo wangu. Kama mimi tu, itakusaidia usipotee mapema, sawa? Nikatikisa kichwa kuonyesha uelewa. Naye ndio akamaliza kufunga geti hilo. Kwa hiyo kumbe Chef Saidi alikuwa ameuawa. Sijui hata alimfanya nini Festo, baba wa watu maskini, wakati alikuwa mpole na mwenye heshima sana. Jambo hili likawa sasa limegeuza siku yangu niliyodhani ingekwenda vizuri kuanza kuonekana kuwa mbaya, kwa sababu ya kuwaza namna gani Festo alivyokuwa hatari sana. Namaanisha kuna watu hatari sawa, ila hatari nayoongelea ilikuwa ni ile ambayo angekuwa nayo kwa familia nzima ya Miriam, kwa sababu ya yeye kumtaka mwanamke huyo. Kwa hiyo Festo alionekana kuwa ni mwanaume fulani hivi mwenye subira sana, lakini ikiwa ungefika wakati ambao subira yake ingechoka, angefanya lolote lile ili tu kupata alichokitaka. Na najua hilo lilikuwa karibu kutokea kwa upande wa Miriam pia. Isingefuata kidogo, kwa njia yoyote ile mwanaume huyo awe pamoja na Miriam kimahusiano, wakati nilijua alikuwa ni mtu aina gani. Na Miriam kumwekea kigingi bado ndio jambo ambalo najua mwisho wa siku lingeweza kufanya Festo achukue maamuzi mabaya ili tu apate faida ya kulazimisha mapenzi pamoja naye. Nisingekaa kutazama tu hilo litokea. Hata kama jamaa alikuwa na nguvu nyingi kiasi gani, kwa hali na mali yoyote ile, ningehakikisha na mlinda Miriam dhidi yake. So safari ya kurudi Mbagala ikaanza bwana. Nilipofanikiwa kufika Kawe stendi na kupanda daladala ambayo ingenifikisha huko moja kwa moja, nilijihisi upyani. Kutembea nikiwa nimechomeka bastola kiunoni ilinifanya nijihisi kuwa mtu mwingine kabisa. Sawa, sikuwa nimeitumia bado, lakini mpaka kufikia hatua hii, ni wazi nilikuwa ndani ya badiliko kubwa kwenye maisha yangu, na nilikuwa kwenye utayari wote kuishi nalo, haijalishi matokeo yangekuwa vipi. Yaani kistyling yani, si unajua tena nikiwa sasa mwendoni mpaka kufika Mbagala, niliona nitumie muda mfupi kumsalimia Soraya. Bwana mwanamke huyo bwana alikuwa amenikumbuka sana baada ya yale matembezi niliyomtembezea wiki kadhaa nyuma. Na alikuwa tayari kukutana na mimi muda wote ule, hata kwa gharama yake mwenyewe. Kikweli mimi sikuwa nimefikiria tena kuja kutoka na Soraya. Yaani kuna kitu tu ndani yangu kilihitaji swala la mimi na mwanamke huyo libaki kuwa historia, na tubaki kuwa na uhusiano kama niliokuwa nao na Ankia kwa sasa. Lakini Soraya alijua kusisitiza mpaka yani ungejihisi kuwa na hatia yani. Aliniomba sana tuje kukutana tena. Nami nikamwambia sawa, ila nikaweka sharti kuwa tutakapokutana tena ndio ingepaswa kuwa mara ya mwisho, kwa sababu sikutaka issue yetu ije kuibua utata mkubwa mno kati yake na mume wake. Naye akaonekana kuridhika na hilo. So nimekuja kufika Mzinga ikiwa sasa imeshaingia saa 12 jioni, na nilikuwa nahisi njaa. Ankia akawa sasa amenipigia simu wakati nilipokuwa nikielekea kwake kuuliza kwamba nilikuwa wapi. Na muda wa game ulikuwa umekaribia, yani muda wa mechi ulikuwa umekaribia. So mimi nikamwambia kwamba ndo nakaribia kufika. Nikamuuliza ikiwa tayari Adelina na yeye alikuwa amefika kwake, lakini akasema hapana. Tena kwamba mwanamke huyo alimwambia kuwa asingeweza kuja leo yote kwa sababu ya kubana na jambo fulani. Adelina hakuwa amenitafuta kunijulisha kuhusu hilo. Kwa hiyo nikaamua kumwaga Ankia ili sasa nimpigie yeye kumuuliza kama kila kitu kilikuwa sawa. Nikampigia mara 2 lakini hakupokea. Kwa hiyo nikamtumia ujumbe nikimpa pole kwa kutingwa na kwamba tungeonana tu wakati mwingine, hivyo amalizane salama na aliyokuwa akifanya. Nikafika kwa Ankia, giza likiwa sasa limeshaanza kuvizia.
Na huko nilikopita shamra za mechi zilikuwa zimeshaamka mapema sana. Kilichokuwepo hapa ilikuwa ni mimi kufika hapo kwa Ankia na kuiweka bastola hii kwa kificho huko chumbani. Kisha nijimwagie upesi na kuondoka na marafiki zangu hao. Nilikuwa natarajia kwamba Bibi Miriam na Tesha wangekuwa tayari pia. Kwa hiyo kweli nikajitahidi kuwahi. Angalau huu ungekuwa muda ambao ungenisaulisha kidogo mambo mengine yenye kukwaza. Sasa ile nimefika tu ndani kwa Ankia, nikashangaa kidogo baada ya kumkuta mwanamke huyo akiwa sebuleni pamoja na Tesha. Alikuwepo pia Mama Chande na Adelina mwenyewe. Kwa jinsi tu ambavyo niliachia tabasamu hafifu huku sasa nikimwangalia mwanamke huyo, ilifanya Ankia na Tesha waanze kucheka kwa furaha. Naye Adelina akawa ananiangalia kwa sasa kitabasamu. Kumbe walikuwa wananizingua tu. Kwa hiyo kwa kuniona kolo kiasi hicho mkamua mnipange, si ndio? Nikamwambia hivyo Ankia huku sasa nikitabasamu. Wote kwa pamoja wakacheka kidogo, nami nikatikisa kichwa na kufunga mlango. Basi Ankia akasema ya kwamba basi Karoka alikuwa kamekuuma maskini. Umepiga na simu kabisa mwanaume wewe. Usiniambie ulikuwa karibu kulia kisa hadi hajafika. Ankia alisema hivyo na kucheka. Nikasema yani huna idea. Ningeirisha kabisa kama Adelina asingetokea. Basi nikasogea karibu na sehemu ya sofa alilokuwa amekalia Adelina na Ankia. Naye Adelina akasimama taratibu na kunifungulia mikono yake ili sasa tukumbatiane. Nikajitahidi kumkumbatia kwa kutokuubana mwili wangu kwake kabisa, ili sasa asiweze kuhisi ugumu kiunoni mwangu ambao ungeweza kumfanya atambue nilikuwa nimebeba bastola. Kwa hiyo nilimkumbatia kwa juu tu. Unajua kama tungesogeleana bastola ingemgusa. Kwa hiyo nikaambia kwamba Adelina karibu sana, naye akaitikia asante. Nikamwachia na kuendelea kumwangalia usoni kwa upendezi. Alikuwa amevalia jezi nyeupe ya Simba kwa juu iliyombana vizuri kuonyesha unawiri wake, pamoja na suruali nyeusi iliyombana vizuri tu kuonyesha umbo lake matata kuanzia kiunoni mpaka miguuni. Alisuka mtindo fulani hivi wa nywele nyeusi zilizoviringika nyingi tu zikiwa juu ya kichwa chake mpaka kufikia uso wa pembeni, akiwa kama amesuka mistari miwili kwa mkono. Of course alipendeza sana usoni. Na kilichofanya tuache kutazamana ikawa ni mguno wa kejeli aliotoa Tesha. Tesha akasema kwamba oya basi Jesse hapo yani wengine tutaona bwana. Nikamwangalia usoni kwa kuweka macho kizembe, nami nikamwambia kwamba kumbe ulikuwepo. Wanawake wakacheka kidogo. Naye Mama Chande akanisalimu akasema kwamba mambo vipi Jembe? Fresh young lady, naona uko tayari kwa mechi. Nilimwambia hivyo. Mama Chande akasema kwamba yani kama vile yani nimeiandaa mimi. Mama Chande alisema hivyo huku sasa akinyanyua tatu hewani. Ankia naye akaunga mkono mazungumzo akisema kwamba leo lazima watu wachezee kipigo. Tesha akasema kaka tuondoke bwana, hawa bata leo lazima tuwachinje, wamezidisha mno kelele. Tesha alisema hivyo huku sasa akisimama. Mama Chande akaanza kurusha michambo kwa Tesha, Ankia akimuunga mkono pia. Wanawake hawa kwa pamoja walikuwa wamevaa jezi za Yanga juu, Ankia nyeusi, Mama Chande njano, huku sasa suruali za skini nyeusi zikitokelezesha manyashi yao vyema. Nami nikaona niwaulize swali muhimu zaidi. Nikauliza kwamba Miriam yuko wapi? Tesha akasema yuko ndani huko, amesema tutangulia anakuja, tutamwekea siti. Twende tuwai patajaa. Basi nikaangalia saa mkononi na kumwambia kwamba bado bwana, nusu saa hivi, ngoja nikapige maji fasta. Alafu Tesha akasema mwanangu unazingua maji ya nini mwanangu, mbona yani unakuwa mrembo namna hiyo? Mama Chanda akasema wewe unafikiri mwenzako mchafu kama wewe? Mwaya JC kaoge, tutakusubiri. Tesha akasema yani sakanavu JC, hakuna kununulia mtu bia hapa, umesikia? Tesha alisema hivyo kama vile ananongoneza makusudi, yani kwamba ilionekana Mama Chande anampampu JC akaoge awe msafi ili tu apate ofa ya bia. Sasa Mama Chande akasema kwamba kwani mimi sina hela yangu? Hebu acha dharau wewe. Mashabiki wa Simba siji mkoje? Tesha akasema kwamba na hapo umemaanisha na JC. Tesha alisema hivyo. Adelina akasema kwamba basi jamani msije kutoana meno wakati mechi yenyewe bado. Basi sote tukacheka kidogo, kisha nikamwambia kwamba sikieni, Tesha yuko sahihi. Tangulieni, mimi nipige maji kwanza alafu nitakuta. Nafasi zitajaa mkinisubiri, ila sichelewi sana, so tangulieni nakuja tu. Nilikuwa nimemwangalia Adelina niliposema hivyo, naye akatikisa kichwa mara moja kusasa akinitazama kwa umakini. Basi eti wengine wakaangaliana na kujichekesha kimakusudi tu, nami pamoja na Adelina tukatabasamu pia. Huyu mwanamke alionekana tunasema ni kunimind hivi, na mimi nikaamua tu kuachana na hilo wazo upesi kwa sababu
sikumchukulia namna hiyo hata kidogo. Yaani nilimheshimu kama dada mkubwa fulani hivi. Lakini kwa wengine sijui kwa nini waliona tu lazima wa kusukumiana uvutiano baina yangu pamoja naye. Labda waliona tunapendezana, sijui, I don't know. Sasa mimi nikaamua tu kuelekea chumbani upesi, nikiwaacha marafiki zangu wakiwa sasa kwenye harakati za kuondoka. Nami nikachukua bastola niliyokuwa nimekabidhiwa na kuiweka sehemu nzuri iliyojificha. Angalau kwa usiku huu nilijua kabisa nisingehitaji. Kwa hiyo kilichofuata ikawa ni kwenda kuoga kwanza, kisha nikarejea na kuvaa vizuri. Masai hiyo nikaelekea. Nimefika Masai, mechi ndio inataka tu kuanza. Nami nikawaona wenzangu wakiwa wamekaa kwenye viti virefu vya plastiki kuzunguka meza ndefu ya mbao ambayo tayari ilikuwa na vinywaji. Kuongezea kundi hapo alikuwa ni Bobo ambaye alikaa pembeni. Alikaa pembeni tu kiasi, na baada ya Ankia na Machande kuniona eti wakaanza kushangilia kwamba mwamba nimefika. Walikuwa wameacha nafasi kwa viti viwili ambavyo hakuna mtu alipaswa kukalia isipokuwa mimi pamoja na Miriam. Na bado Miriam hakuwa amefika. So nikasalimiana na Bobo vizuri, kisha nikakaa pembeni yake Adelina. Watu walikuwa wamejaa haswa mpaka nje kabisa. Na baada tu ya kuagiza vinywaji vyangu vichache, mechi ndio ikawa imeanza. Dakika zikatembea bila Miriam kuwa amefika. Mpaka kuna watu wakawa sasa wanataka kukibeba kiti chake. Yote ni kwa sababu wateja fulani hivi walikuwa wamekosa viti. Hasa naye Bobo akawaambia wachukue tu na kusema pindi ambapo Miriam angefika basi angepata kiti bila wasiwasi wote. Basi Yanga ikatangulia kufunga. Bwana wifujo, kelele na maneno yakaongezeka. Nasi wana Simba tukaendelea kuwa wapole. Kidogo Simba wakasawazisha. Ilikuwa ni kama vile ndio goli la ushindi yani. Fujo zilipita zile za mashabiki wa Yanga nini. Tukiwa sasa suluhu mpaka mwisho wa kipindi cha kwanza, hali ikatulia hapo kiasi huku sasa ahadi za kukatana maneno zikitolewa kuhusu kipindi cha pili ambacho kingeanza muda si mrefu. Basi tukaendelea kusubiri huku sasa tukinywa bila wasiwasi. Stories hapa na pale zikiniteka mimi na Adelina, na ndio Miriam akawa amefika. Yaani ile nilipomwona tu macho yangu hayakuondoka kwake. Aliingia na kusimama kwanza kututafuta, na baada ya kutuona akaanza kuja kwetu. Ni hivi, watu tena hasa wanaume wote walimwangalia, utadhani yani ndio alikuwa kitu kitamu zaidi kwenye menu zote ambazo wamewahi kuyaonyesha macho yao. Sio siri, ujio wake hapo ulifanya mioyo mingi ingia matatani. Na alikuwa amevaa kawaida tu, lakini yeye kama yeye hakuonekana kuwa wa kawaida kwa wengine. Alikuwa amevaa blouse nyepesi ya mikono mirefu iliyochorwa mistari mieusi na ya kijivu kwa njia za pembe tatu zinazojirudia kuizunguka, pamoja na suruali ya jeans ya blue iliyokoza sana. Hips zake zikionekana kushiba kinoma noma, huku miguuni akivaa ndala zake nzuri tu za kike. Wakati huu alikuwa amesuka nywele ndefu za rasta zenye rangi iliyokaribia kuwa njano yenye weusi. Uso wake ukionekana kuwa mweupe. Alikuwa mzuri sana udada. Sijui hata nisemeje msikilizaji wezi kunielewa. So alipofika meza yetu, Bobo akatoka kwenye kiti chake na kuja kukiweka upande wa pembeni na Adelina. Na kuna watu walikuwa wameegamia hapo lakini wakapisha. Mwanamke akakaa. Hakushika kingine mkononi zaidi ya simu. Nasi tukaanza kumsalimia vizuri tu, huku Ankia na Machande wakimsifu kwa kupendeza sana na msuko wake. Miriam akiwa ni shabiki wa Yanga pia. Wawili hao wakaanza kusema yeye ndio bahati nzuri iliyokuwa imekuja kuwapa ushindi wa magoli 10 kabisa ndani ya kipindi cha pili. Na maneno baina yao, na Tesha akaanza tena Bobo alipofanikiwa kuleta kiti kingine ili akae. Kwa jinsi tulivyokaa kuizunguka meza, kwenda mkono wa kushoto kwangu alikaa Adelina, kisha Miriam, Tesha, Ankia, Mama Chande, Bobo mpaka mimi tena. Kwa hiyo ni kama tulitazamana na Miriam sawia. Mhudumu akaja karibu yake Miriam, nami nikamponda na kisoda kisha kumuita aje kwangu. Miriam akanipa tabasamu na kutikisa kichwa chake kidogo. Nami nikaelewa aliokuwa akiwaza. Nikiwa sasa nakumbuka vizuri kwamba bibie alipendelea wine tu. Nikamwambia mhudumu alete chupa moja kubwa ya dompo pamoja na glasi. Naye huyo akasepa. Tesha alikuwa amechangamka sana, hasa baada ya kumuona dadake, akisema leo angekunywa mpaka kukuche. Na hata baada ya Miriam kuwekewa dompo, jamaa akasema yani tutulie ndani ya dakika 10 tu, meza ingejaa bia kwa idhini ya dadake. Hata mimi nilikuwa nahisi uchangamfu kwa kweli. Moyoni yani kwa hapa nilijisikia hali fulani hivyo tofauti sana
pamoja na yani mimi kitendo cha kuwa tu hapa na hawa watu nijisikia raha sana moyoni. Na pale kipindi cha pili cha mechi kilipoanza, mambo ndo akavurugika bwana. Yanga wakaipiga Simba mabao 4 zaidi na kufanya tupoteze mechi kwa jumla ya magoli 5-1. Mashabiki wa Yanga walifurahia kupita maelezo. Na kweli wachezaji wao walijituma mno. Tesha akalazimishwa sasa kubakia kimya kwa sababu ya hayo magoli. Ni kama lazimishwa mdomo na Ankia na Machande. Yaani walifurahia mpaka basi. Mimi, Adelina na Bobo tukawa wapole tu, tukiwaangalia wenzetu walivyofurahia ushindi wao. Na bibi Miriam alikuwa kitabasamu tu kwa utulivu sasa, akiendelea kunywa taratibu. Na maneno ya Tesha yakawa kweli bwana. Bia zilikuwa zikiongezeka tu mezani, wahudumu wakisema Miriam ananunuliwa na watu ambao hata hakujali kuwafahamu. Kwa hiyo zikawa zinasambazwa tu kwetu ili tuburudike. Yaani maumivu ya Simba na utamu wa bia ukafanya nisahau hata kama nilikuwa na njaa. Ila haimaanishi eti nilikuwa nimechomwa sana na Simba kufungwa, no. Mimi ni furahi tu kuona furaha ya wengine. Na mziki wa kuwapongeza watani ukapigwa na kuwanyanyua. Walicheza haswa. Pombe ikamwagwa pale, viuno nini vikatikiswa vya kutosha. Mama Chande na Ankia walikuwa wanampondea kweli Tesha, wakimwambia aongee sasa, mbona yuko kimya? Na Tesha kweli akawa kimya tu, huku sasa akinywa bia na kuangalia wanawake hao kwa njia iliyoonyesha kwamba amekerwa. Mama Chanda alikuwa anacheza muziki kuendana na mashabiki wengi wa Yanga ambao waliserebuka na kupiga mavuzela kwa shangwe. Naye hata akawa sasa akimchanganyia Miriam pombe yake kwenye waini ya bibie, na wao na Ankia wakijichanganyia waini kwenye bia. Yaani raha ya ushindi ikiwa sasa imewateka haswa. Adelina akawa sasa amenisogelea sikioni kuninongoneza. Akanambia kwamba alihitaji kwenda msalani lakini hakupajua. Hii ikiwa ndio mara ya kwanza amebanwa na mkojo. Nami nikamuelekeza upande wa kuelekea, akanyanyuka na kondoka. Huku sasa nikimfuatilia kwa macho kuhakikisha kwamba hakuna mtu anamchokoza. Na ndio alipoishia huko vyooni, nikawa sasa nimemtazama Miriam. Mwanamke alikuwa ametulia tu kama vile hayupo ama sio shabiki wa Yanga na makelele yao. Walikuwa wananikera kweli kweli, lakini ni yeye tu ndiye ambaye hakukera. Angekunywa wine taratibu na kuendelea kubofya kioo cha simu yake, nami nikaendelea kunywa pia. Kidogo tu akafika jamaa mmoja hivi mweusi. Alifika karibu zaidi na Miriam, akiwa sasa ameshika chupa ya bia mkononi. Naye akaanza kumsemesha. Alikuwa mweusi, alikuwa amevaa kofia kichwani na mwili wake ulikuwa ni mnene na mfupi kiasi. Nikamtazama kwa makini alipokuwa akijaribu kumtongoza fulani hivi Miriam. Na alisema anaweza kumuongezea bibie bia na sisi wote kama Miriam angetaka basi tungeweza kuongezewa bia. Lakini Miriam hakumsemesha wala kumtazama. Nikachukua kisoda na kumponda jamaa. Jamaa akanitazama. Nikamtolea ishara kwa ganja kuwa aondoke. Huku sasa nikimtazama kwa makini. Naye akaendelea tu kuniangalia. Wengine walikuwa busy na mambo yao isipokuwa Bobo, ambaye naye akamuonyesha huyo pimbi ishara kuwa aondoke. Jamaa akatunyoshia kidole na kukitingisha kidogo, akifikiri tunamtania sijui. Lakini nikaendelea kumkazia macho mpaka akaona asepe tu. Miriam alionekana kukerwa sana na hilo jambo, lakini akaendelea kutulia tu. Na mimi sikujisikia vizuri kumuona akikosa raha. Ndio maana kumbe hakupenda sana kuja hizi sehemu. Tesha akawa sasa amenirushia kisoda ili sasa nimwangalie, na nilipomwangalia akanionyesha ishara kuwa anataka tuondoke. Eti kero ya kipigo ilimzidia. Nikamwambia atulie tu. Mama Chande na Ankia wakamuongezea kero zaidi kwa kumsema. Huku Bobo pembeni yangu akisema kweli leo hao wanawake walikuwa mawinguni mno, mpaka wangeenda kulala na chizi yoyote ule wa Yanga ambaye angewazoa. Nikamwambia acha mambo yako bwana, hawako namna hiyo. Naye akasema labda Ankia sio, lakini sio Mama Chande. Ankia mimi naweza nikakuelewa, lakini sio Mama Chande. Basi nikataka kumuuliza alikuwaje na uhakika kuhusu hilo kwamba Mama Chande angeweza hata kulala na yote kwa sababu ya furaha tu. Na ndipo nikahisi nashikwa begani kutokea nyuma yangu upande ambao sikuangalia. Nikageuka na kumtazama aliyenishika hivyo, maana hakuliachia kabisa bega langu. Nami nikaendelea kumtazama kwa makini kwa sababu nilimfahamu, lakini hatukujuana. Na maanisha sikuwa na ukaribu na huyo mtu. Na alikuwa ni mwanamke, mweupe kiasi, mwili mnono, na nilimtambua upesi kuwa ni mdogo wake na yule Rukia. Yule Rukia nilie mrukia pia, alafu nikamtosa. Kunishika kwake huyu mwanamke hakuishia begani tu, bali akaweka mkono wake kupita bega na kuishika shingo yangu.
huku sasa akinikaribia usoni kama vile anataka kunisemesha, na macho yake yaliyowekewa kope ndefu fulani hivi. Yani ilikuwa njia ya kawaida ya kuvuta umakini wa mtu, lakini kutokutarajia ujio wake wa moja kwa moja kwangu na kunishika, utafikiri yani tulijuana sana, ndio uliofanya nimwangalie kwa macho ya we vipi, huku macho yake yakionekana kukolezwa na pombe. Akanisemesha ya kwamba mambo handsome. Nilibaki kumtazama kwa umakini. Nikamwambia kwamba poa vipi. Akasema safi, leo umeniweza, nimekufuata mwenyewe. Aliongea hivyo na alikuwa ameanza kulielekea sikio langu ili aniambie jambo fulani hivi kwa karibu zaidi. Na nilipoangalia usawa wa sehemu ambayo Miriam alikaa, nikakuta mwanamke huyo ananitazama usoni sawia. Sikupenda hiyo picha mbele yake ise. Na huyu mwanamke nilitakiwa kumtoa hapa upesi sana. Akiwa sasa amenisogelea sikioni, mwanamke huyo aliongea sentensi fulani hivi ya kuhitaji mimi kuwa naye faragha. Nikamwambia kwamba hapana, nenda katafute mtu mwingine. Nilimwambia hivyo sasa nikijaribu kuutoa mkono wake. Akalazimisha kuningangania shingoni na kusema kwamba jamani, hata kidogo tu, wewe ni mzuri sana, twende basi hata kidogo tu. Nikasema sehemu niachie basi. Nilimwambia hivyo kiukali. Alikuwa amelewa, kwa hiyo nikautoa mkono wake kutoka kwangu kwa nguvu na kutazama pembeni. Bobo akamwambia kwamba wewe si uende, jamaa kutaki bwana, wewe vipi? Mwanamke huyo akamwambia kwamba wewe sijakufuata wewe bwana. Mwanamke huyo alimwambia hivyo Bobo. Asa Bobo akamnyoshia kiganja na kumwambia kwamba nitakuzibua sasa, wewe mtoka hapa bwana. Basi nikakishika kiganja chake na kumtuliza. Mama Chande akasema kwamba wewe Naomi, wewe si una mume wako huko jamani, umalaya waziwazi kabisa, huna hata aibu. Hebu nenda bwana, usilete fujo hapo wakati watu tunaenjoy. Machanda alimwambia hivyo. Huyo Naomi akasema kwamba kwenda huko bwana, una lolote? Mmekaa hapa tu na mwanaume mzuri mnajishaua tu, kumbe wote mnamtaka. Mwanamke halisi ni mimi hapa, acheni nimuonyeshe raha starehe. Huyo Naomi alisema hivyo. Mama Chande akamtukana tusi kubwa na kuanza kusemeshana naye kwa njia ya ugomvi. Na huyo Naomi akashika chupa akitishia kuitupa kwa Machande. Nikawahi kuinyakua kutoka mkononi mwake na kasi ya kuivuta ikafanya sasa ianguke chini na kupasuka. Watu wengi walikuwa wameshaanza kuangalia upande wetu. Yote ni kwa sababu ya Machande kupaza makelele ya ugomvi kumuelekea mwanamke huyo, huku sasa akitaka kumfuata. Naye Bobo akamuita mwanamke mwingine ambaye alikuwa ni mhudumu wa hapo ili amuondoe huyo Naomi sehemu hiyo. Nijawa na hasira kiasi, maana sijui tu huyo mwanamke aliingiwa na nini kilichomsukuma aje kutuharibia amani hapa. Na ndio akawa sasa amefanikiwa kuondolewa hapo na kurudi kwa mashoga zake huko. Ikageuka kesi sasa. Mama Chande akiwa na pombe kichwani hakuacha kuongea, akimsema huyo Naomi kwa Nkia na Tesha, huku Bobo akiwa sasa ameenda huko ambako Naomi alielekea. Nilikaa kwenye kiti nikiwa sasa nahisi kuvurugwa, na macho yangu alipomwangalia Miriam tena, nikakuta akiwa ananiangalia kwa utulivu tu, kisha akaendelea na mambo yake kwenye simu. Nikajiona kama mjinga fulani hivi. Sijui tu kwa nini, ila nikaa tu nafikiria kama vile bibia alikuwa amenisoma vibaya. Yote ni kwa sababu ile tukio. Nami nikajitahidi tu kutulia, huku sasa nikiwasikiliza Tesha na Machande wakiwa wanatoa kero zao kuelekea kwa hao wanawake malaya. Adelina akawa sasa amerejea na kukuta mhudumu anasafisha vipande vya chupa hapo chini. Naye akauliza kulekoni. Ndipo alipokaa na yeye akaanza kusimuliwa aliyotokea. Adelina akawa amuuliza Nkia kwamba yuko wapi huyo mwanamke. Mama Chande akanyosha kidole kuelekea kule ambako Naomi alikuwepo. Naye Adelina akawa amemuona. Mama Chande akasema kwamba yule pale malaya tu aliyeshindikana. Machande alisema hivyo. Nkia akasema kwamba amelewa tu, hata sijui ni nini kingine kimempa kiburi akamfuata JC. Basi Machande akasema kwamba kwani sisi hatujalewa? Mbona kijaga na mume wake huwa analewa na amfuati JC? Ni malaya tu. Kaona mpenzi wake JC ameenda chooni ndio akajua sasa amepata nafasi. Hana hata aibu. Machande aliongea hivyo na kusonya. Aliposema hivyo nikamtazama usoni kiumakini. Naye Tesha akauliza kejeli ya kwamba mpenzi wake JC tena? Ndio yuko wapi? Machande akamnyoshia kidole Adelina huku akimwambia Tesha ya kwamba huyu ndo mtoto sasa JC ameleta. Huyo mjinga anakuja hapa eti anatusema wote tunamtaka lakini tunajishaua. Amekuwa Mungu. Eti akafikiri kijana wetu hapa atahangaishwa na hilo limnyashi lake hilo baya. Limnyashi limeshuka utafikiri nisije nini yani. Toto yule hapo pembeni yake JC. Alina nyashi kwani? Tena nyashi iliyoenda chuo kikuu limetulia tuli. Zuri, safi. Basi aliongea hivyo huku akisonya kuondoa kero. Naye Tesha na Nkia wakacheka sana na kujaribu kumtuliza kusasa Mama Chande akicheza muziki. Pombe hii.
Nikamwangalia Adelina pembeni yangu, naye akaniangalia usoni pia na kutabasamu kwa njia yenye hisia kiasi, kisha akavuta na kunywa bia yake taratibu. Itikio lake kwa maneno aliyosema Mama Chande lilionyesha dhahiri kwamba aliyafurahia kwa kiasi fulani. Kwa hiyo ikawa wazi kwamba alikuwa na upendezi wa hali ya juu kunielekea. Lakini mimi kiukweli niliboeka. Nilikuwa nimeingiwa na hali ya umakini kiasi cha kutokufurahishwa na kile kitendo cha Naomi. Na bila kujizuia, nikawa sasa nimemwangalia Miriam tena. Niliganda kumtazama tu kwa sekunde chache, yeye akionekana kuwa busy na simu yake. Ndio alipovuta sasa glasi yenye waini ili anywe, akakutanisha macho yake na yangu na kutulia pia. Yaani glasi alikuwa ameshainyanyua, lakini akaishia njiani kabla ya kufikia mdomo wake. Naye akawa sasa ananiangalia kwa macho yenye utulivu. Tukaangaliana, mimi nikihisi kabisa kuwepo na maana kubwa na nzuri mno kwa jinsi tulivyotazamana. Naye ndio akaacha kunitazama na kuangalia pembeni sasa akinywa kileo chake. Nikamwangalia na Nkia pia kukuta amenikazia macho yake kwa umakini. Nami nikampa tabasamu hafifu na akatabasamu. Baada ya dakika chache sababu akawa amerejea tena. Na wakati huo chupa za bia zilikuwa zimeshaisha mezani kwetu. Hivyo Adelina akafanya wema wa kuongeza zingine ili tuendelee kupoza koo. Inaonekana jamaa tuliyemfukuza alikoma kuongeza zingine. Najua ilikuwa ni yeye ndiye aliyetuwekea bia kwa kudhani angejipatia Miriam. Imekula kwake. Pombe ilikuwa inanigonga haswa maana nilikuwa nimepitisha muda sijanywa. Kwa hiyo niliendelea tu kukaa kwa utulivu huku sasa nikisindikiza stori za akina Tesha, Mama Chande na Bobo kwa kusema hiki na kile nini. Na sasa angalau Adelina na Miriam walikuwa wameanza kupatana maana walianzisha mazungumzo baina yao yaliyoonekana kufurahisha. Nilipenda sana kuangalia. Katika kumtazama tena Nkia, nikakuta bado akiwa ananiangalia. Yaani kama vile alikuwa ananisoma sijui, mpaka nikamuuliza kwamba wewe nini? Lakini akaacha kunitazama na kutabasamu tu huku akitikisa kichwa kuonyesha kwamba hakuna kitu. Sijui pombe labda ndio ilikuwa imemkolea sana ama issue ya mdogo wake Rukia kunifuata hapo mpaka kumfukuza ndio ilimfanya aniangalie kwa hiyo njia, lakini mimi nikapotezea tu na kuendelea kunywa taratibu. Tukaendelea kunywa kistaarabu tu. Na kufikia sasa wote tuliokuwa tunakunywa kistaarabu zaidi tulikuwa tumeshalegezwa na nguvu ya pombe. Yaani hadi Miriam alikuwa akitaniwa na Tesha kwa jinsi macho yake alivyokuwa akirembua mno. Yote ni kwa sababu ya kileo chake kumuingia. Lakini baada ya muda mfupi nikawa sasa nimetambua kwamba Miriam hakujisikia vizuri sana, ikionekana kichefuchefu kilikuwa kinampanda ama anaelekea kutapika. Hivyo nikamwomba Adelina amuulize ikiwa alihitaji usaidizi. Adelina mwenyewe alikuwa ameshapaa kwa pombe, lakini ustaarabu wake bado ulikuwepo. Hivyo akanongonezana kidogo na Miriam, kisha akaniambia kwamba Miriam alijihisi vibaya. Yote ni kwa sababu ya kutokunywa sana kwa kipindi kirefu. Na hivyo huenda sasa alihitaji tu kurudi nyumbani ili akapumzike. Lakini nikaona hiyo kuwa haifai. Najua kilichomkoroga zaidi ilikuwa ni kuchanganyiwa bia kwenye waini yake. Nami nikamuuliza Bobo ikiwa sasa kulikuwa na supu za mbuzi au ng'ombe hapo Masai kwa muda huo. Na kwa sababu ya kutokuwa na uhakika sana, akaamua kumuita mhudumu ili amuulize. Mhudumu akaleta jibu kwamba supu zilikuwa zimeisha. Baada ya Miriam kutambua kwamba nilikuwa nataka nimtafutie supu, akasema nisijali kwa kuwa kama angetapika basi hali hiyo ingemuisha kufikia asubuhi. Lakini mimi nikakataa. Nikamwambia angetakiwa kunywa supu usiku huu, la sivyo angeumwa vibaya sana kesho. Ila yeye bado akasisitiza haikuwa na shida. Hata wengine wakawa sasa wanasema haitowezekana kupata supu mpaka asubuhi, lakini mimi sikutaka hilo. Nikamwambia tunyanyuke twende kule Mzinga barabarani, kuna sehemu angekuwa anatengeneza supu. Basi nami nikatoka kwenye siti yangu na kwenda kumshika Miriam mkono. Alionekana kunishangaa kiasi mpaka na wengine walinishangaa. Ila ni pombe tu ndio iliyokuwa inaongoza hisia zangu zinifanye nitende namna hiyo. Nikawaambia wote tuondoke ili tukanywe supu kabla ya kurudi nyumbani. Na sauti yangu ilisikika kama amri yani. Nikaanza kuungwa mkono na Bobo na Tesha, ambao waliona kwamba kileo cha Miriam kilikuwa kimemkoroga vibaya. Hivyo tukaamua kuyaacha mambo yote ya hapo Masai. Sasa nikamuomba Tesha akachukue na maji ya kunywa baridi sana pale counter ili tuondoke nayo kama tahadhari. Naye akatii na kwenda. Miriam aliposhuka kutoka kwenye kiti, alikuwa akitembea kwa kuyumba kiasi. Kwa hiyo nikawa sasa nimemshikilia kwa kuingiza mkono wake ndani ya kiwiko changu. Hivyo mwili wake ukawa umeegamia zaidi kwenye wangu akiwa kama hana habari yani. Tesha akarejea na kujiunga na sisi. Sisi wote tulikuwa tunaondoka hapo kasoro Mama Chande, aliyeamua kubaki na mwanaume fulani hivi wa Yanga aliyejuana naye.
Bobo alikuwa sahihi kumbe. Ila machande. Basi bwana, watu walikuwa wameanza kututazama sana tulipokuwa tunaondoka, lakini tukaendelea kujali ya kwetu. Ilikuwa ni swala la kuchukua boda mpaka huko mbele, yote ni kwa sababu ya uzito aliokuwa nao Miriam, lakini yeye mwenyewe akasema tutembee tu. Uzuri mimi, Tesha na Bobo tulikuwepo na wanawake, kwa hiyo hakuona haja ya kuchukua bodaboda kwenda eneo la karibu mno. Basi tukaendelea kutembea mdogo mdogo. Kikweli kwa mtu ambaye angetuona jinsi ambavyo tulitembea kwa ukaribu sana na Miriam, angefikiri tuna ule ukaribu wa ndani. Lakini hata mimi mwenyewe nilielewa kwamba kumshika mwanamke huyu namna nilivyokuwa nimemshika sasa hivi ilikuwa ni ngumu sana. Lakini alistareheka. Pamoja na kwamba alijisikia vibaya, ila tulipokuwa tunaongea na wengine, yeye pia alichangia maongezi ya kuonyesha uchangamfu. Nilifurahi sana ese. Nilifurahi sana mwili wake kuwa karibu yangu. Nilijisikia vizuri mno. Si unajua tena kwenye pindi za namna hii, yani unakuwa unajifanya kama vile hiki ni kitu ambacho haukitilii maanani sana. Kumbe moyoni unarukaruka. Nilitamani wakati ambao ungefika nimshike mwanamke huyu namna hiyo na nisimwachie tena. Mguso wake ulinitia uradhi wa hali ya juu sana. Mpaka hebu kwanza ngoja msikilizaji. Hivi haya mawazo yalikuwa yanatokea wapi? Akili yangu ilikuwa sawa kweli jamani. Ile sasa tulipokuwa tunaelekea kufikia lami, Miriam akaonekana kuzidiwa zaidi na kuanza kuyumbia upande mmoja. Nami nikamuelewa. Ikanibidi sasa nimshike pande za mikono yake na kumsogeza pembeni ya barabara, huku mwili wake ukiwa umeinama. Naye akaanza kutapika hapo hapo. Wengine wakawa sasa wamesimama na kutuangalia. Tesha akimtania dada yake kwa kusema huo ndio ulevi. Na kwa kweli Miriam alikuwa amelewa. Alipomaliza kumwaga ya kwake hapo, Ankia akanipatia chupa ya maji ya baridi ili nimpatie Miriam anywe. Naye akaanza kunywa taratibu. Nilikuwa namnywesha. Yaani nilimtendea kama yai vile. Tesha akiendelea na masiara yake tu kuhusu dada yake kunywa supu na kurudi kupiga bia tena. Na ndio hapo jambo jipya likazuka. Bobo akasema ya kwamba oya, tatizo hilo linakuja. Bobo alisema hivyo, nami sasa ikabidi nigeuke, yani nikageukia upande wake. Na mimi nilichokiona nikaona, oho, kweli hilo linalokuja ni tatizo. Msikilizaji, ni tatizo gani linalokuja? Tukutane sehemu inayofuata sasa kuendelea kufahamu mengi zaidi. Na kwa huu karibu, kama unakumbuka mazungumzo kati ya Festo na JC alivyokuwa nyumbani, JC alimchokonoa tu Festo akamuuliza kwamba vipi, ina maana au labda unahisi kwamba Miriam atakuwa na mwanaume? Festo akamwambia kwamba kama angekuwa Miriam kama angekuwa na mwanaume, ungekuwa umeshasikia habari zake muda mrefu kwamba angekuwa ni marehemu. Sasa kwa huu karibu sijajua JC anajiweka vipi kwa Festo. Sijajua kabisa. Hii vita hii na tena JC ameshakabidhiwa bastora. Anyway, ngoja tuendelee kufahamu mengi zaidi msikilizaji. Kumbuka mtayarishaji ni Elton Tony, ile kusimulia simulizi ni mimi Lucas Trumbas. God be with you till we meet again. Bye bye.